majina naitwa Leonard Kachebonao almaarufu kama Leo Mendes, ndiye mkurugenzi wa kampuni ya M1 Coffee Limited. Sisi kama M1 ni kampuni ambayo inajishughulisha na hususan zao la kahawa. Tumejizatiti katika kuongeza thamani kwenye zao hili, kuanza kwa kujenga migahawa mbalimbali katika mkoa wa Dar es Salaam, lakini pia kutengeneza products mbalimbali za kahawa kama coffee beans pamoja na zile drip coffee bags ambazo zinauzwa kwenye migahawa yetu, lakini tunasambazia watu wengine mbalimbali. M1 chimbuko lake, tumekuwa ni kampuni ambayo inasapotiwa na vijana kwa sehemu kubwa, lakini kampuni yote hususan siku hizi vijana lazima uangalie na wewe unaenda kuacha alama gani katika jamii na kuzunguka kama jamii inaendelea kukusupport. Kwa na sisi kwa kuanzia, mimi binafsi ni mdau mkubwa wa michezo hususan mpira wa miguu. Kwa hiyo tukawa tumewiwa tulivyoona hii project ya Yanga Soccer School. Kwanza kabisa ni kuwashukuru uongozi mzima wa klabu ya Yanga kiongozwa na rais kakaangu Engineer Elsi, lakini pia CEO, ile bodi nzima ya Yanga, lakini pia watendaji wote, mnafanya kazi kubwa. Kaitwa Alikama unafanya kazi kubwa, mmekuwa machampiona wakubwa wa hii project ya Yanga Soccer School. Na sisi ambao kama wadau ambao wa mpira wa miguu tunapopenda kuona mpira wa miguu hususan katika nchi yetu ya Tanzania unakuwa kwa ukubwa, project kama hii hatuwezi tukawaachia Young Africans peke yao waendelee kubeba jukumu kama hili. Kwa na sisi tunakuja kusimama kama wadau tuweze kuwasupport, lakini tuweze kuwasupport kwenye engo gani? Ndio tukaja na huu mfumo wa kwamba tuweze kuwalipia kila kitu vijana 10 watakaopatikana baada ya utaratibu aliotoa kakaangu Alikamwe hapa. Tutaenda kufanya tournament siku ya Jumamosi. Zile academy na vituo vyote ambavyo wanaamini wanakuza vipaji vya vijana hawa walioko mtaani waweze kuwasajili na waweze hawa vijana waweze kutokea siku ya Jumamosi, ichezo hiyo tournament, waweze kupatikana vijana clean 10. Sisi kama M1 tutaenda kuwalipia na kugaramia gharama zote kwa muda wa mwaka mzima watakokuwa Yanga Soccer School. Na tunaamini kwenye hawa vijana 10 baadaye watakuwa zaidi na tunaweza tukapata mastaa mbalimbali. Lakini kwa nini tumeamua kujishirikisha na Yanga Soccer School? Ni project ambayo ina sustainability kubwa kwenye muendelezo mkubwa wa mpira wa miguu hususan katika nchi yetu ya Tanzania. Tumewahi kuona tunafika kwenye michuano mbalimbali kama AFCON, lakini naamini kupitia hii kwanza tutaweza kutengeneza wachezaji ambao watakuwa wanautambua vizuri na wana elimu thabiti ya mpira wa miguu, kwa sababu ukiwa na kipaji tu peke yake haiwezi kukufanya ukawa mchezaji bora. Unahitaji vitu vingine ambazo hizi elements tutaenda kuzipata kwenye Yanga Soccer School. Mfano kwenye masuala ya behavior, kwenye masuala ya fitness, lakini tunazungumzia nutrition, namna gani mchezaji yale atajiweka atakuwa fit, lakini zaidi elimu zile technical na tactic na technical factors za kumweka mchezaji akawa fit. Manake hii itamsaidia, ni elimu ambayo unaweza kuona ni ndogo, lakini ina mchango mkubwa kuendelezesha kipaji cha huyu mchezaji, na baadaye tukaja baada ya miaka 5-10 kuwa na kikosi ambacho kitakuwa kinaogopeka katika bara letu la Afrika, lakini zaidi kuiweka nchi yetu ya Tanzania katika ramani. Serikali imepambana kwa jitihada zake, wanazidi kujenga hivi viwanja. Tunaona AFCON inaenda kuwa hosted mwakani na Tanzania, lakini kupitia Yanga Soccer School sisi kama M1 tumeiona vision ya Yanga, ndio maana tumeiunga mkono. Tunaamini tutakaporudi mezani, Mungu akisaidia, baada ya miaka 5 tutakuwa tumetengeneza vijana wenye vipaji vikubwa, kwa sababu tumeona nchi za nje, mfano kama Spain. Ukiona kama wakina Yamal leo ni mchezaji mkubwa na miaka 18 tu, lakini yule mtoto aliyoko mtaani leo ana miaka 14, 15, 16, lakini kwenye ile familia baba hawezi kumlipia mwanae ada ya Yanga Soccer School ama academy. Kwa sisi kama M1 tukaona wale vijana 10 tutakuwa tumeweka change kwanza kwenye familia, lakini yule kijana anakuja Yanga, mnaenda kumpa elimu thabiti ya mpira wa miguu. Kwa hiyo tunaendelea kukuza hivi vipaji vyao, lakini tunaendelea kutengeneza dira nzuri katika maono ya taifa letu. Kwa zaidi sisi tutaendelea kuwashika mkono, tutaendelea kuwasupport hawa vijana wenye vipaji vyao ili waweze waweze kukua vizuri
na nchi yetu ama Tanzania tuweze kunufaika na hivi vipaji, kwa sababu wao watanufaika kiajira, lakini pia standard ya mpira wetu wa miguu itakuwa imekuwa kwa kasi zaidi.